Ulimwengu ambao tunaishi mimi na wewe umegawanyika katika pande mbili. Upo ulimwengu ambao unaonekana kwa macho ya kawaida na upo ulimwengu usioonekana kwa macho ya kawaida, na huu hujulikana kama ulimwengu wa kiroho. Mara nyingi nguvu yoyote ambayo haionekani kwa macho ya kawaida inapatikana katika ulimwengu wa kiroho, na mara nyingi kabla ya chochote kutokea katika ulimwengu wa kimwili lazima kiwe na utimilifu kwanza katika ulimwengu wa kiroho. Tunapozungumza kuhusu nguvu, nguvu ni miongoni mwa vitu ambavyo hauwezi kuvitazama kwa macho ya kawaida wala hauwezi kuvishika. Lakini nguvu pia zimegawanyika katika makundi mawili. Kuna positive energy, lakini kuna negative energy, na hizi ndizo nguvu ambazo huzunguka katika ulimwengu huu. Positive energy inaweza kuleta utajiri na bahati njema katika maisha ya mwanadamu, lakini negative energy inaweza kuleta bahati mbaya na umaskini katika maisha ya mwanadamu. Wapo baadhi ya watu ambao wakigundua una positive energy wanaweza kutumia mbinu mbalimbali na wakajaribu kuiba nguvu hizo, na wanapofanikiwa kuiba nguvu hizo, kuna viashiria ambavyo unaweza kuviona kwenye maisha yako. Na katika video hii nitakwenda kukuambia ishara mbalimbali ambazo ukiziona kwenye maisha yako ujue umeibiwa positive energy. Hivyo inawezekana ukaanza kuandamwa na bahati mbaya, umaskini na mikosi katika maisha yako. Kama nawe ni miongoni mwa binadamu wanaotamani kujifunza kuhusiana na jambo hili, basi video hii imetengenezwa mahususi kwa ajili yako ili uendelee kujifunza mambo mbalimbali kupitia video zetu. Jiunge nasi kwa kusubscribe katika chaneli hii ya Fafanuo Media. Hapo utakuwa wa kwanza kupata video zetu pindi tunapoziweka kwenye chaneli hii ya Fafanuo Media. Hautajutia MB zako, kwani mara zote tunajitahidi kuwa bora zaidi ya jana. Asante, enjoy. Zifuatazo ni ishara ambazo ukiziona kwenye maisha yako ujue umeibiwa nguvu zako. Namba 1, kuchoka kupita kiasi mara baada ya watu fulani ambao ulikuwa nao kuondoka. Yapo baadhi ya mazingira ambayo unaweza kukutana na watu fulani kwenye maisha yako, lakini muda mfupi baada ya watu hao kuondoka ukajihisi kama mtu ambaye amechoka, kana kwamba kuna kitu kimepungua katika mwili wako. Sote tunajua ili mwanadamu aweze kuhisi uchovu katika mwili wake lazima awe alijishughulisha na kitu ambacho kinaweza kuuchosha mwili wake, lakini aina ya uchovu ambao utauhisi hautakuwa na sababu ambayo inatokana na jambo la msingi ambalo linaweza kuuchosha mwili wako, bali muda mfupi baada ya watu fulani kuondoka ambao ulikuwa nao utahisi mwili wako umechoka kuliko kawaida. Namba 2, hali ya kutoeleweka ama kuchanganyikiwa itakuijia ghafla baada ya watu fulani kuwa karibu yako na kisha kuondoka. Miongoni mwa ishara ambazo unaweza kuziona katika maisha yako pale unapokutana na watu ambao wameiba nguvu ambazo ulikuwa nazo, yani positive energy, muda mfupi baada ya wao kuondoka utahisi hali ambayo hauelewi inatokana na nini. Utahisi ni kama unachanganyikiwa, lakini utakuwa unahisi ni kama hauelewi mambo yanaendaje, na kuanzia wakati huo utaona kabisa unapoteza mwelekeo wako wa maisha na unajikuta hauwezi kufanya maamuzi kiurahisi katika mambo ambayo awali ulikuwa unaweza kuyafanyia maamuzi. Utakapoona ishara hiyo ujue nguvu zako zimeibiwa. Namba 3, kushuka kwa hali ya kihisia. Kuna wakati ambao unapokutana na mtu fulani mnaweza mkazungumza ama mkafanya mambo fulani, lakini muda mfupi baada ya mtu huyo kuondoka ukakuta hisia zako zimeshuka na hauelewi sababu gani ambayo imepelekea hisia zako kushuka. Ghafla unaweza ukaanza kuhisi huzuni, wasiwasi na hasira bila kuwepo na sababu ya moja kwa moja, kwani sote tunajua ili mwanadamu ahisi huzuni lazima kuwepo na matukio ambayo yamemsababishia huzuni. Ili kuwepo na wasiwasi, vivyo hivyo lazima yawepo matukio ambayo humsababishia mwanadamu wasiwasi, na hata hasira husababishwa na maudhi ya ndugu, rafiki na jamaa. Lakini wewe utashangaa, pamoja na kuwa vitu vyote hivyo havijatokea, utajikuta unakuwa mtu ambaye unaandamwa na huzuni, wasiwasi na hasira. Endapo utahisi hali hiyo ujue nguvu zako zimechukuliwa.
Wakati mwingine unaweza kuhisi upweke hata ukiwa miongoni mwa watu. Namba 4, utaingiwa na hali ya kutojali vitu ambavyo mwanzo ulikuwa unavipenda. Nguvu ambayo inayaongoza maisha yako ndiyo hukufanya upende vitu ambavyo ulikuwa unavipenda mwanzo. Vitu ambavyo vilikuwa vinakupa furaha ama vitu ambavyo vilikuwa vinakupa mafanikio, bila shaka ni vitu ambavyo ulikuwa unapenda kuvifanya katika maisha yako. Lakini unapokutana na mtu fulani muda mfupi baada ya mtu huyo kuondoka, unajikuta hisia za furaha zinakuwa hazipo tena katika vitu ambavyo mwanzo ulipokuwa unavifanya ulikuwa na furaha. Endapo utaona ishara hiyo, ujue kuna uwezekano mkubwa nguvu zako zimeibiwa. Namba 5, ndoto mbaya au kukosa usingizi pamoja na amani wakati wa usiku. Miongoni mwa ishara ambazo zinaweza kujidhihirisha pale nguvu zako zinapoibiwa na watu wabaya, utakuwa mtu ambaye kila unapolala unaota ndoto mbaya, na mara nyingi zinakuwa ni ndoto ambazo zinaonesha unapoteza vitu fulani, ama wakati mwingine unaweza ukajikuta unaanza kukosa usingizi, na hata unapolala usiku moyoni mwako unakuwa hauna amani, yani kunakuwa ni kama kuna kitu ambacho kimepungua ndani yako. Endapo utahisi ishara hii, hasa baada ya kukutana na watu fulani kwenye maisha yako, ikiwa hakuna sababu nyingine ambayo imepelekea hali hiyo ijidhihirishe ndani yako, ujue kuna uwezekano mkubwa nguvu zako zikawa zimeibiwa. Namba 6, binadamu fulani wanapokuwa karibu yako, unakuwa unajihisi mnyonge kuliko unavyokuwa peke yako. Miongoni mwa viashiria ambavyo vinaweza kuonesha kuwa nguvu zako zinaibiwa ni kujihisi mnyonge, yani kutokuwa na amani. Unajihisi kabisa haupo katika sehemu ambayo ulistahili kuwepo unapokuwa karibu na watu fulani, na mara nyingi watu hao wanapoondoka tu unajihisi umechoka, na hali ya furaha na amani uliyokuwa nayo mwanzo inakuwa haipo tena. Utakapoona ishara hiyo kwenye maisha yako, ujue upo na binadamu ambao wananyonya nguvu zako, yani energy vampires. Namba 7, kudhoofika kiafya bila sababu ya moja kwa moja. Wapo baadhi ya watu ambao wanapokutana na watu fulani katika maisha yao, muda mfupi baada ya watu hao kuondoka, hujikuta wanaanza kupata maumivu yasiyoelezeka, wanaanza kuumwa mara kwa mara, wanajihisi wanyonge na miili yao inakumbwa na udhaifu usiokuwa wa kawaida. Kumbuka, mara nyingine tunalindwa na nguvu ambazo zipo ndani yetu, kwani kila mwanadamu amezaliwa akiwa na nguvu yake ambayo Mwenyezi Mungu alimpa kama zawadi ambayo itakuwa ikiyaongoza maisha yake. Lakini utakapoona ishara hii muda mfupi baada ya mtu fulani kuja na kuondoka kwenye maisha yako, ujue inawezekana wewe ni miongoni mwa binadamu ambao wameibiwa nguvu zao. Katika video ijayo nitakwenda kukuambia namna gani unatakiwa kufanya ili nguvu zako zisiweze kuibiwa na watu wabaya. Asante, bye, tukutane tena katika video ijayo.